Mimi naitwa Lea Gozbert John, ndio mwenyekiti wa Jukwaa la Uwezeshaji Kiuchumi mkoa wa Kagera. Kupitia salamu hizi, wanawake wa jukwaa na kupongeza kwa hatua za utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kiserikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunayo majukwaa katika ngazi mbalimbali. Jukwaa la mkoa ninaloliongoza mimi lina wajumbe 45. Aidha pia tunayo majukwaa katika ngazi za wilaya, ngazi za kata na vijiji. Mkoa wa Kagera una jumla ya watu milioni 2.9. Kati ya idadi hiyo wanawake tupo zaidi ya nusu. Hivyo ni matumaini yetu kuona wanawake wote wamejiunga kwenye majukwaa tulionayo. Kujiunga katika majukwaa haya kuna manufaa mbalimbali, ikiwa pamoja na kufahamiana, utafutaji wa fursa mbalimbali za kiuchumi, kujengeana uwezo kwa kupewa elimu na maarifa katika nyanja za kiuchumi. Aidha, kusaidiana katika kupambana na ukatili uliopo na unaoendelea. Majina yangu ni Respina Natsoni Rugarabamu, ni mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Karagwe. Ni naibu katibu mkuu idara ya wanawake, watoto na ustawi wa jamii. Ninasimama mbele yenu kwa heshima kuleta mada inayohusu maadili. Maadili ni nini? Maadili ni mkusanyiko wa kanuni, misingi na taratibu zinazoongoza tabia na mwenendo wa binadamu ili kutofautisha kati ya jambo jema na baya. Kwa unaposikia habari ya maadili au unaposikia neno maadili, ukumbuke kwamba ni kati ya jambo jema na baya. Kwa hiyo kuna maadili mazuri, lakini kuna maadili mabaya. Sisi leo tunataka tuzungumzie habari ya maadili mazuri. Tunafundishana maadili mazuri ili kukwepa mambo mabaya yanayoweza kusababisha mtafaruku katika nchi yetu. Kwa ufupi, maadili ni mwongozo unaomsaidia mwanadamu kujua nini anapaswa kufanya, na hichi anachopaswa kukifanya akifanye wapi, akifanye lini, na afanye na nani au vinginevyo. Maadili yanatokana na mchanganyiko wa malezi, mila na desturi za jamii, misingi ya dini na imani, falsafa, lakini pia uzoefu wa maisha. Kwa hiyo maadili yetu yanaweza kuwa yametokana na misingi ya dini. Yale tunayojifunza na kufundishwa yanatokeza maadili ya kwamba muumini wa dini fulani maisha yake yanapaswa kuwaje, nini afanye na nini asifanye. Wanawake tunaowaongoza ni zaidi ya 13,000 kutoka wilaya za Karagwe na Kyerwa. Tumeungana, tumeweka nguvu yetu pamoja, tumeweza kufanya maendeleo na tumeweza kujiinua kiuchumi. Rai yangu kwa wakina mama waliobaki ni waombe tuendelee kuunganisha nguvu zetu. Karibuni sana, tujiunge, tujenge uchumi wetu. Sisi tunakopeshana kwa riba nafuu ambayo inapangwa na wanachama wenyewe, tofauti na taasisi nyingine za kifedha. Tunaweka hela zetu, tunakopeshana wenyewe na riba yetu tunapanga wenyewe. Karibuni sana. Napenda kukukaribisha katika viwanja hivi ambapo leo ni maalum katika kusherekea siku ya wanawake duniani kimkoa kwa mwaka 2026. Katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, sisi wanawake wa mkoa wa Kagera katika wilaya zote tumeshiriki katika matendo ya huruma kwa kutoa misaada ya kibinadamu kwa wahitaji pamoja na kufanya shughuli za kimaendeleo, ikiwa ni pamoja na kuchangia damu,
kuwezesha upatikanaji bora wa elimu kama kuchangia madawati, kununua vitabu na kusambaza kwenye shule za msingi na kuwanunulia wanafunzi wahitaji sare za shule. Nipende kukushukuru sana katika kuhitimisha maadhimisho haya kwa kukubali mwaliko wetu na hatimaye kuja kuungana nasi ili kuhitimisha siku hii ambayo ina historia kubwa katika ustawi na maendeleo ya wanawake duniani kote. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku hii inaadhimishwa duniani kote kwa sababu kuu zifuatazo. Moja, kutambua na kuthamini mchango wa mwanamke katika jamii. Mbili, masuala ya haki, maendeleo na usawa wa wanawake. Tatu, kuendelea kukemea na kupinga ukatili dhidi ya mwanamke. Nne, kutoa fursa kwa jamii kupima utekelezaji wa maazimio, matamko, mikataba na itifaki mbalimbali za kimataifa, kikanda na kitaifa zinazohusu masuala ya maendeleo ya jinsia na uwezeshaji wanawake. Tano, kutoa hamasa kwa jamii kuhusu umuhimu wa kutambua na kuthamini uwezo na mchango mkubwa wa mwanamke katika kuleta maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na sababu tajwa, wanawake wanahitaji kuangaliwa kwa jicho la upekee, ikiwa ni pamoja na kulindwa, kuthaminiwa na kuendelezwa kielimu, kiuchumi na kuendelea kupinga mila na desturi zinazoendelea kumkandamiza mwanamke kila kukicha. Ukifuatilia historia za matukio yanayoendelea kutolewa, taarifa, vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, ni dhahiri kwamba bado kazi kubwa inatakiwa kufanywa na wanaharakati ili kufikia malengo ya kidunia katika kuleta usawa wa kijinsia. Mheshimiwa mgeni rasmi, nchi yetu ilishatunga sheria zinazosimamia haki za wanawake, kanuni na miongozo mbalimbali inayoendana na mikataba ya kimataifa ili kupinga ukatili dhidi ya wanawake. Aidha, msaada wa kisheria umeendelea kutolewa kwa kundi hili ambalo limeonekana kuonewa na kutothaminiwa kila kukicha. Kama mkoa tulishapanga na tulishaanza na tutaendelea kuvunja ukimya kuhusu haki za mwanamke. Mila kandamizi kwa mwanamke, ikiwa ni pamoja na miiko inayozuia majadiliano ya wazi katika jamii na familia, zimeendelea kukemewa ili kuleta usawa wa kijinsia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu yetu kwa mwaka huu inasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Kauli mbiu hii inalenga kukumbushana kuhusiana na utekelezaji wa haki kwa wanawake na wasichana katika muktadha wa maendeleo katika kutekeleza dira ya 2050. Katika utafiti wa hivi karibuni wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS wa mwaka 2022-2023 unatuonyesha tatizo la ukatili dhidi ya wanawake bado lipo kwa kiwango kikubwa kama ifuatavyo. 40% ya wanawake nchini wenye umri kati ya miaka 15 hadi 49 wanaripotiwa kufanyiwa ukatili wa kimwili. 17% ya wanawake nchini wenye umri kati ya miaka 15 hadi 49 wanaripotiwa kufanyiwa ukatili wa kingono. Nusu ya wanawake waliokwisha olewa, 35%, wanafanyiwa ukatili wa kimwili na 36% ukatili wa kisaikolojia na wenza wao, na 14% wanafanyiwa ukatili wa kingono. Ukeketaji, mimba na ndoa za utotoni zina athari kubwa katika afya, elimu na maendeleo ya wanawake na mtoto wa kike, na kupelekea ushiriki kupungua katika maendeleo ya familia na nchi kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika uhalisia
Pia tunaona hali ya uchumi kwa mwanamke inavyozidi kuimarika kila siku. Hii inatokana na afua au programu mbalimbali za kuwainua wanawake kiuchumi zinazoendelea kutekelezwa na serikali na wadau wa maendeleo. Kwa mwaka 2024-2025 hadi kufikia mwezi Juni 2025, kupitia takwimu za utendaji na usimamizi wa shughuli za maendeleo kwa mkoa wetu zinaonyesha 69.1% ya wanawake walikuwa wamejiajiri mkoani kwetu, huku 30.9% walikuwa wameajiriwa katika sekta rasmi na sekta zisizo rasmi. Takwimu pia zinaonyesha wanawake wengi walipata fursa ya kujishughulisha pale walipotengana na wenzi wao. Sababu zilizopelekea kutengana ni pamoja na kuachika katika ndoa, kutengana na ujane. 34% ya wanawake waliokuwa wameolewa ambao wanajiingizia kipato wao wenyewe waliamua wenyewe matumizi ya fedha, na 54% waliamua baada ya kuwashirikisha wenzi wao. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utoaji mikopo ya 10% ya mapato ya halmashauri kwa vikundi vya wanawake vilivyoko mkoani kwetu kwa mwaka wa fedha 2025-2026, tumeendelea kushuhudia wanawake wakinufaika na mikopo hii na kuendelea kujiimarisha kiuchumi. Hii ni baada ya mikopo kuruhusiwa tena mwaka 2024 baada ya usitishwaji uliofanyika mwaka 2021. Kupitia mikopo hii, wanawake wameweza kuendeleza biashara ndogo ndogo walizoanzisha ili kujikwamua kiuchumi. Kupitia biashara, tumeona ongezeko kubwa la wajasiriamali wanawake, ambapo pato la mwanamke limeongezeka katika 36.1% kwa kipindi cha miezi 6 baada ya kuanza uzalishaji. Kupitia maadhimisho haya, tunakuomba uendelee kuhamasisha wanawake waanzishe vikundi na kuanza shughuli za uzalishaji mali ili waweze kujikwamua kiuchumi kwa kuomba mikopo hii isiyo na riba. Mheshimiwa mgeni rasmi, zipo changamoto zinazowakabili wanawake wa mkoani kwetu na kukwamisha maendeleo yao kama ifuatavyo. 1. Ukatili wa kijinsia unaoendelea kukithiri katika ngazi za familia. Uwepo wa mila kandamizi na potofu zinazomkandamiza mwanamke. 3. Mimba na ndoa za utotoni kwa wasichana. 4. Umaskini wa kipato kwa wanawake na wasichana. 5. Uelewa mdogo katika upatikanaji wa haki kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia maadhimisho haya tunaomba tuwasilishe maombi yetu kwako kwa ajili ya kutolea tamko. 1. Tunaomba uhimize mkoa na halmashauri zitenge fedha kwenye bajeti kwa ajili ya utekelezaji wa mikakati na kupunguza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. 2. Wadau wanaotekeleza miradi ya kupambana na ukatili wajielekeze kufanya kazi na serikali katika utekelezaji wa afua au programu za wanawake na watoto ili kutekeleza mkakati wa kupunguza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. 3. Halmashauri ziendelee kutenga fedha 10% za mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya kuwawezesha wanawake na kuwainua kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho nipende kukushukuru tena kwa kuona umuhimu katika siku ya maadhimisho siku ya wanawake duniani 2026 yanayofanyika kimkoa katika wilaya yetu leo tarehe 8 mwezi wa 3. Na kwa niaba yake ninaomba kuwasilisha kwenu hotuba yake kama ilivyoandikwa na yeye mwenyewe baada ya kunielekeza nije kumwakilisha kwenye
shughuli ya elimu siku ya leo, Mheshimiwa na ndugu yetu katibu tawala wa mkoa, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ya wilaya, hakimu mfawidhi wetu wa wilaya, wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya, ndugu katibu tawala wa wilaya ya Karagwe, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Karagwe, ndugu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Karagwe, waheshimiwa madiwani waliopo, viongozi wa vyama vya kisiasa, wakuu wa taasisi na mashirika yasiyo ya kiserikali, waheshimiwa viongozi wa madhehebu ya dini, ndugu zangu na waheshimiwa akina mama, wanawake wote walioko hapa, pamoja na watoto wetu wa kike, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, wasalamu alaikum. Kazi na utu. Awali ya yote, napenda kutoa shukrani ya dhati kwa kunipa nafasi hii ya kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka huu 2026 ambayo kimkoa tunaadhimisha katika wilaya ya Karagwe. Aidha, napenda kuwashukuru wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine katika maandalizi ya siku hii. Ndugu wananchi, siku ya wanawake duniani huadhimishwa nchi zote duniani kila mwaka ifikapo tarehe 8 Machi, na Tanzania ni miongoni mwa nchi inayoadhimisha siku ya wanawake duniani, ikiwa ni sehemu ya kufanya tathmini ya makubaliano ya mikataba ya kimataifa na kuondoa aina zote za ukatili na unyanyasaji dhidi ya wanawake na watoto na kutengeneza jamii yenye usawa. Maadhimisho haya yana malengo la kuchochea mwitikio wa serikali, asasi za kiraia, mashirika ya jamii kwa kutoa fursa kwa wanawake na kutambua michango wao katika maendeleo ya mkoa na taifa kwa ujumla. Nipende kuwaomba siku hii tuitumie kutafakari kwa undani namna bora ya kuwezesha wanawake katika nyanja mbalimbali za uongozi na maamuzi ili kujiletea maendeleo endelevu. Aidha, kimataifa tunaungana na nchi nyingine duniani kwa kuweka kipaumbele katika maeneo yafuatayo: kutoa fursa sawa za ushiriki wa wanawake na wasichana katika uongozi ili kufikia dunia yenye usawa, kuendelea juhudi za serikali za wadau wa maendeleo kupinga mila na desturi kandamizi zinazopelekea madhara ya kukosekana kwa usawa na haki, kuimarisha ulinzi na usalama wa wanawake na wasichana kupitia kamati zetu za usalama kwa wanawake na watoto, kutambua umuhimu wa mchango wa wanawake katika maendeleo ya nchi yetu. Ndugu wananchi wenzangu, kauli mbiu katika mwaka huu wa 2026 inasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Kauli mbiu hii inataka kuwaelekeza kwenye maendeleo ya jumuishi, ikiwemo kutambua haki za wanawake, wasichana na kuhakikisha zinafanywa kazi kwa vitendo na kuleta mabadiliko ya kweli katika maendeleo na nguzo za dira 2050. Ndugu wananchi, kwa kutambua mchango wa wanawake katika maendeleo ya uchumi wa viwanda, biashara na ujasiriamali na uwekezaji, serikali imejikita katika kuwawezesha wanawake kwa kutoa mikopo isiyokuwa na riba, mfuko wa maendeleo ya wanawake unaotokana na 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri na kuwezesha utaratibu wa kuwezeshaji kwa njia za vikundi vya kiuchumi. Aidha, kipindi cha mwaka 2024-2025 mkoa wa Kagera tulitenga kiasi cha shilingi bilioni 4.3 kwa ajili ya kukopesha vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kiasi cha shilingi bilioni 4.1 kiliweza kukopeshwa katika vikundi hivyo, huku vikundi vya wanawake vikinufaika kwa kukopeshwa bilioni 2.3 ikifuatiwa na vijana bilioni 1.7 na vikundi vyenye ulemavu vikinufaika kwa kukopeshwa shilingi milioni 198.3. Aidha, kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ambao tunategemea nao kwa kipindi cha mwezi Julai hadi 2025, tumeendelea kukopesha vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu, na kwa kipindi hicho tumefanikiwa kukopesha bilioni 1.8 huku vikundi vya wanawake vikikopeshwa asilimia kwa kiasi cha bilioni 1.1 na vikundi vya vijana vikikopeshwa milioni 600 na vikundi vyenye ulemavu vikikopeshwa shilingi milioni 1.3. Nipende kutumia fursa hii kuwapongeza wakurugenzi wa halmashauri zote katika mkoa wa Kagera kwa kuendelea kutekeleza azma ya serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutenga fedha na kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake na makundi mengine.
Aidha, ni watake wakurugenzi kufanya ufuatiliaji wa vikundi vyote vilivyokopeshwa na kuhakikisha vinarejesha fedha hizo kwa wakati ili makundi mengine waweze kukopeshwa fedha hizo. Pamoja na azma ya serikali ya kuendelea kutenga fedha za mikopo na kuinua mwanamke kiuchumi, ni waombe wanawake wote walionufaika na mikopo hii kufanya uwekezaji kwenye biashara zao zenye tija ili kuongeza mitaji na kiwango ajira ya wanawake, wanaume na vijana. Ni imani wanawake wakiamua mnaweza kuajiri na hatimaye kupunguza wimbi la ukosefu wa ajira nchini. Ndugu wananchi wenzangu, leo tunaadhimisha siku ya wanawake duniani, huku tukitambua kuwa pamoja na serikali kuendelea kuweka mikakati mbalimbali ya kumuinua mwanamke katika nyanja za uongozi, siasa na elimu na uchumi, lakini bado eneo la mila na desturi kandamizi potofu na zenye madhara kuwa ni kikwazo katika kufikia dunia yenye usawa. Sote ni mashahidi wa uwezo alionao mwanamke katika masuala ya uongozi, elimu na siasa. Tunaona uongozi mahiri wa Daktari Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wanawake katika sekta mbalimbali katika serikali yetu. Hivyo hatuna budi kuachana na mila, desturi na kandamizi na zenye madhara ili kufikia usawa wa maendeleo endelevu ya familia, kaya, mkoa na taifa kwa ujumla. Ndugu wananchi, naomba pia nitumie fursa hii kwa kukumbusha kuwa tujihadhari na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi, kwani kwa mkoa wa Kagera hali bado si shwari. Kutokana na tafiti za kisayansi zilizofanyika mwaka 2022-2023, mkoa wa Kagera una ushamiri wa maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa 5.7, ambayo bado iko juu kiwango cha taifa cha sasa. Hii ofisi yangu na halmashauri zote na wadau wa maendeleo wameendelea kupambana na kudhibiti maambukizi ya VVU, kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi. Ndugu wananchi, niendelee kuwakumbusha kuwa serikali imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuimarisha miundombinu na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya. Mkoa wetu tumeendelea kukamilisha ujenzi wa hospitali za wilaya, vituo vya afya na zahanati. Aidha, ununuzi wa dawa na vifaa tiba unaendelea kuimarika, ikizingatiwa kuwa wanufaika wakuu katika huduma hizi ni wanawake. Ndugu wananchi, kabla sijamaliza hotuba yangu, ninawakumbusha kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa mafua makali, influenza na homa kali za mapafu uviko 19 kwa kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya. Magonjwa haya huenezwa kwa njia ya majimaji kutoka kwenye mfumo wa njia za hewa wa mgonjwa mwenye maambukizi na kusambaa wakati wa kuhoa, kupiga chafya au kuzungumza. Vile vile mafua makali ya influenza huweza kuenezwa kwa kukuza katika mazingira yaliyochafuliwa na maji yanayotokana na magonjwa. Kutokana na uwepo wa magonjwa haya, niendelee kuwakumbusha kuchukua tahadhari ya kiafya. Aidha, ni waombe na tuendelee kuchukua tahadhari ya magonjwa mengine ya milipuko, ikizingatiwa kwa sasa tumeingia katika mvua za masika ambayo hali ya uchafuzi wa mazingira ndio inayopelekea kupata magonjwa haya. Napenda kuwashukuru wadau wote mlioshiriki kwa namna moja au nyingine katika maadhimisho haya, lakini kwa namna ya kipekee naomba kuwatambua wadau walioshiriki kwa ukaribu katika maandalizi ambayo ni pamoja na ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya Karagwe, ofisi ya mkuu wa wilaya, vyama vya wafanyakazi, mabenki, mifuko ya hifadhi ya jamii, wafanyakazi, makampuni ya simu, mashirika ya serikali na wadau wengine wote ambao sitaweza kuwatambua hapa, lakini tunatambua michango yao. Mwisho ni fursa hii kuwashukuru wananchi wote kwa ushirikiano wenu ambao mmeuonyesha. Kwa namna pekee kabisa ni washukuru wataalamu kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, halmashauri ya wilaya ya Karagwe na ofisi ya mkuu wa wilaya ambao mmeratibu maadhimisho haya. Nipende kusema mmewatendea haki wanawake wa mkoa wa Kagera. Hongereni sote. Asanteni kwa kusikiliza. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufanishia shughuli yetu hii, lakini pili nimshukuru mgeni rasmi kwa maneno au ujumbe aliotupa, lakini pia kwa kukubali kujumuika na wanawake sisi mahali hapa. Lakini pia tuwashukuru wanaume wote kwa kuturuhusu sisi wanawake tushiriki mahali hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi,
hakuna mwanamke aliyekamilika bila mwanaume. Tutaongea tu mengi, lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, tukuhakikishie kuwa sisi wanawake ujumbe uliotupa tumeupokea, na wanawake wenzangu, twendeni tukatekeleze majukumu yetu kwenye familia badala ya kuleta ligi. Familia inatengenezwa na sisi, upendo na maadili unatengenezwa na sisi kwenye ngazi ya familia. Haya ambayo tunayaona sasa ni sehemu ambayo sisi kwa namna moja au nyingine tulikosea kwenye malezi. Japo tunaambiwa malezi hayana fundi, lakini tujitahidi kusimama sana kwenye malezi.